Bwana, yu Bwana, yu Bwana asifiwe. Amefufuka kifoni yu Bwana, na kila ulimi ukiri kwamba Yesu ndiye Bwana. Hakika tutakiri Yesu ndiye Bwana, sababu ni Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme. Mchana wa leo ikawe ni sehemu, Baba, watu wako watatambua hili, maana neno lako linasema kila kinywa na ulimi utakiri Yesu ni Bwana, kila goti litapigwa mbele zako. Baba, ninaomba ikawe ni siku ambao watu wako wanakubali huo wito mchana wa leo. Neno lako linaponenwa likawe sehemu ya mioyo yao, wanapofungua na kulipokea na kulitii na hata kurejea kwako. Asante kwa mtumishi wako, asante kwa neno lako, na asante kwa Roho wako Mtakatifu anayetekeleza kila neno. Halitakurudia bure, maana unapolituma lazima litatumiza kusudi lako, na sifa na utukufu Baba zikakurudie. Unastahili nyakati zote. In Jesus name, amen. Karibu sana, nakaribisha mtumishi wa Mungu Pastor Melvin. Karibu. Asante sana Pastor Kelvin, Mungu akubariki. Nawakaribisha wote, hata yule ananisikia mbali, uko karibu, popote ulipo. Najua Mungu ataenda kukunenea, kwa sababu Mungu ni mwaminifu. Mungu waga anatafuta mmoja ambaye yuko tayari kwa ajili yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa nafasi hii. Popote ulipo unasikia sauti hii, fungua moyo wako kwa Mungu ili ukasikie kile Mungu ananena na moyo wako, kwa sababu Mungu ni mwaminifu. Namshukuru Mungu kwa nafasi hii tunapoenda kujifunza neno la Mungu. Kuna ujumbe nilikuwa nafundisha jana na nataka kuuendeleza siku ya leo. Najua Mungu atakubariki. Jana nilikuwa nafundisha kuhusu urejesho ama kurejea tena. Tukawa tunasoma kuhusu mwana mpotevu, jinsi ambavyo alitoka kwa baba yake, akaona kama maisha yake yatakuwa mazuri alipokuwa mbali sana na baba yake. Sababu alipokuwa na baba yake aliona kama baba yake ni kizuizi cha maisha yake kuendelea. Akaenda kwa baba yake, akamwambia baba ampe mali ama ampe urithi. Baba akampa urithi, akampa vitu, lakini mwana mpotevu alipoenda kule nje, ile mali aliyopewa haikumsaidia, akaitumia vibaya, yote ikaisha. Wapendwa, ngoja nikwambie, hakuitumia vibaya kwa sababu alikuwa ni mjinga. Yule alikuwa anajua hii ni mali na inaisha, lakini kile ambacho kilifanya atumie vibaya ni kukosa ufahamu. Kama vile kwa maisha haya tunapokuwa mbali na Mungu, twaweza kuwa na vitu, lakini kwa kukosa ufahamu wa kiungu, unakuta wapendwa, utamisuse hata kile ambacho Mungu amekupa, utakitumia vibaya. Unapata pesa lakini pesa haikusaidii. Una mali lakini haikusaidii. Chochote unafanya, unaona kila saa unafanya kazi, unajihangaisha, lakini bado hausaidiki kwa sababu ya kukosa ufahamu. Hivyo hivyo hata huyu mwana mpotevu alifikiri kwamba akiwa mbali na baba yake ndio atasaidika, lakini mali zake hazikumsaidia. Chochote alichoenda nacho baba alimpa. Urithi aliyopewa sio kitu ambacho alikuwa amefanyia kazi, kwa sababu urithi sio kitu ambayo mtu anakuaga ameshughulikia. Hivyo hivyo huyu mwana mpotevu alipotoka, vile vitu alipoenda havikuwa ni vitu ambavyo ametolea jasho. Mimi na wewe siku ya leo, vitu ambavyo tunavipata wapendwa, tunapigania kwa maisha yetu. Unaona umepigania kitu, umetoa jasho, umeumia, lakini bado haikusaidii. Hebu angalia kama huyu alikuwa ni mwana mpotevu, yeye hakutolea jasho, akapewa urithi, kitu ambacho hakufanyia kazi, kitu ambacho baba yake ndio alifanyia kazi wapendwa, na akampa urithi, bado hakuweza kukihifadhi kwa sababu alikosa ufahamu. Watu wengi hata leo kile wanafikiri wanaweza kuwa nahitaji, wengine wanafikiri mimi ni kazi sina, wengine wanafikiria mimi ni mke sina, mimi ni mume sina, mimi ni pesa sina. Wapendwa, tunaweza kuwa na sababu nyingi za kusema maisha yangu yako hivi kwa sababu sina hii na hii. Hata mwana mpotevu wakati alikuwa pale kwa baba yake, vitu vyote alikuwa navyo, lakini hakukosa sababu ya kwenda nje. Hebu unaweza kujiuliza ni nini alikuwa anaenda kutafuta kule alikokuwa anaenda?
kile alikuwa anatafuta kule alikokuwa anaenda, alikuwa anatafuta tu ni usherati, alikuwa anatafuta anasa, alikuwa anatafuta mambo ambayo hayatamsaidia. Kama vile mara nyingi kwa maisha yetu tunatafuta vitu ambavyo haviwezi kutusaidia. Ndio maana unaona hata mtu akiwa tajiri hawezi kuridhika, hata mtu akiwa na pesa hawezi kuridhika, hata mtu akiwa ameoa bado haridhiki, hata mtu akiwa ameolewa bado haridhiki. Mtu hata ukiona mtu anaendesha gari kubwa anatamani kuwa na gari kubwa zaidi. Sababu maisha haya wapendwa, kile tunahitaji wapendwa, sio vitu zinafanya maisha yetu yawe mazuri, sio vitu vinafanya maisha yetu yawe mabaya, lakini kukosa ufahamu. Neno la Mungu linasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Maarifa ni ufahamu. They don't have understanding. Hata leo wapendwa, wengi sio vitu wanakosa, lakini wanakosa ufahamu. Unapokuwa wapendwa na kitu fulani wapendwa, unapokuwa tuseme na redio, haujui kuitumia, hauna ufahamu wa kuitumia, uko nayo hapo wapendwa, hauwezi kusikiliza news, hauwezi kusikiliza nyimbo, kwa sababu hauna ufahamu wa kutumia ile redio. Iko pale, iko sawa, hauna ufahamu wa kuitumia. Haujui button ya kuwasha ni wapi, haujui button ya kuongeza volume ni gani, lakini redio uko nayo. Hivyo ndio tuko katika haya maisha wapendwa. Tunazo vitu ambazo Mungu ametuwekea, baraka za Mungu ziko kwa maisha yetu, lakini hatu-recognize, hatujui. Tunaanza kusema hatuna. Mtu kama huyu ambaye ana redio lakini hajui kuioperate, kile anahitaji si ati hana redio, anahitaji jinsi, anahitaji manual ya kujua jinsi ataoperate ile redio wapendwa. Na hivyo ndio kwa maisha haya tuko. Wakati unakuwa hauna Mungu kwa maisha, kile kitu waga unakosa ni ufahamu. Sio eti hakuna pesa, sio eti hakuna kazi, unakosa ufahamu. Kwa sababu na ukitaka kujua ni ufahamu unakosa. Mwana mpotevu alikuwa pale kwa baba yake, hakuwa ana njaa, lakini wakati alienda mbali na baba wapendwa, sikiliza, akaanza kuhangaika na akateseka. Leo nataka tuendelee ujumbe huo kwa kiwango kingine, kwa sababu wapendwa, watu wanajiuliza kwa nini nateseka, kwa nini napitia hali ngumu kwa maisha. Wapendwa, ngoja nikwambie, hakuna shida isiyo na suluhisho, lakini Mungu kila mara anatuita. Kwa mikutano Mungu anatuita, ni kwa crusade Mungu anatuita, ni makanisani Mungu anatuita. Hata unapopitia hali ngumu kwa maisha yako wapendwa, sio hivi. Kuna kitu Mungu anajaribu kukunenea, iwe ni area ya kazi, iwe ni area ya ndoa, iwe ni area ya maisha yako. Kila siku Mungu anakwambia, lakini hauwezi kupata uponyaji wako mpaka pale utarudi kwa sensi zako, mpaka pale utajiunganisha na Mungu, mpaka pale utarekebisha. Sababu hicho ndio Mungu anataka kwa maisha haya. Sasa angalia, leo nataka tuendelee wapendwa, sababu mwana mpotevu wapendwa, alipoenda mbali na baba yake aliona kama maisha yake yatakuwa mazuri sana. Leo nataka kujifundisha kuhusu mateso ya kukosa toba. Mateso ya kukosa toba. Toba ni kukosa kutubu, kukosa kumrudia Mungu. Mungu anakuita kila siku kwa upendo. Mungu anakuita kila siku. Mungu yuko hapo for everybody. Unapita mahali unasikia injili, ukienda kila mahali unasikia Mungu anakuita. Lakini wapendwa, hausikii wito wa Mungu. Wewe unafuata mambo yako, unafuata biashara zako, unafuata interest zako. Kufanya biashara sio vibaya, kufanya kazi sio vibaya, lakini wapendwa, biashara pasipo Mungu wapendwa, hakuna mahali unaenda. Pesa pasipo Mungu hakuna mahali unaenda. Ndoa pasipo Mungu hakuna mahali unaenda wapendwa. Afya pasipo Mungu wapendwa, kwa sababu afya uwaga inatoweka, mili uwaga inafika mwisho, pesa uwaga zinafika mwisho. Angalia mwana mpotevu alipotoka na ile mali nyumbani kwa baba yake, alifikiri sasa maisha yake amemaliza, amefanikiwa, alifikiria ameachiva. Kama vile mtu anapotaka kuoa uwaga akiingia kwa ndoa anaona ni mwisho wa maisha, lakini akiingia kwa ndoa anaona kumbe ndio mwanzo wa matatizo. Nisikilize, mwingine anaweza kuwa nafikiri ni kazi natafuta, anapoingia kazini alifikiri kuna yale mambo alikuwa ameweka kwenye akili yake, akajua nimepata kazi, sasa nitafanya hii na hii na hii, nitafanya hii na hii na hii. Akiingia kule anakuta sio vile alifikiria, kwa sababu moyo uwaga unadanganya mwanadamu. Moyo ni mdanganyifu, na ndio maana hautakiwi kufuata mawazo yako, hautakiwi kufuata moyo wako. Mwana mpotevu moyo wake ukamdanganya, akaona nikienda kule maisha yangu yatakuwa vizuri, hii mali haitaisha. Lakini ikafika mahali mali ikaisha, kila kitu kikaisha, sio vile alifikiria. Lakini kile kilifanya
mwana mpotevu maisha yake yarudi sawa, wapendwa, ni wakati alitubu. Haleluya! Wakati unamrudia Mungu, haijalishi maisha imekupeleka aje, lakini pasipo toba, pasipo kumrudia Mungu, wapendwa, you can never settle. Mtu asikudanganye. Utaenda makanisani, utasikia mambo mengi, lakini you cannot settle. Kitu cha maana sio kusikiliza. You need to listen to a message ambayo itabadilisha maisha yako, message ambayo itakuletea settlement kwa maisha yako, wapendwa, kwa sababu settlement haiko kwa vitu, settlement haiko kwa mali, settlement haiko kwa utajiri. Unapoongea kuhusu mali na utajiri, mwana mpotevu alitoka na utajiri ulio mwingi sana, wapendwa, lakini ikafika ikaisha. Haijalishi una pesa inakaaje, haijalishi una mali ziko aje, haijalishi una kiwango gani cha maisha, hakuna mtu anaweza kuwa yuko juu sana asiweze kushuka chini, na hakuna mtu anaweza kuwa yuko chini sana hawezi kupanda juu. Nataka tuende kwenye kitabu cha Yeremia chapter 8. Takuwa nasoma mistari michache tusikie vile Mungu anasema, sababu hapa ni Mungu alikuwa anaongea na watu. Watu walikuwa wanajiuliza, kwani shida ya maisha ni nini? Tunapanda hatuvuni, tunapitia shida na matatizo, tunapitia kama ni maombi tunafanya, maisha hayaendelei, hakuna kitu kiko sawa. What is a problem? Najua kuna mtu anajiuliza hivyo hivyo kwa maisha yake. What is a problem kwa maisha yake? Anajiuliza, mbona nafanya kila kitu, mbona nang'ang'ana, nothing is better, hakuna kitu kizuri kinaenda vizuri. Hivyo hivyo kuna watu hapa walikuwa wanajiuliza hivyo hivyo, na nataka usikie majibu ambayo Mungu alikuwa anatoa mwenyewe. Haya sio majibu ya mtu, haya sio majibu ya mchungaji, haya sio majibu ya kanisa. Ni vile Mungu alikuwa anajibu, akaongea kupitia mtumishi wake Yeremia. Watu walikuwa wanapanda lakini hawavuni. Ukienda kwa majamii hazielewani, mabwana na mabibi ni kupigana. Ukienda kwa watoto, wamekuwa rebellious. Watu hao walikuwa wanafanya kazi, wana bidii, lakini hawaoni kitu. Toba ni moyo wa hata kama umepotea, unatafuta njia ya kurudi, unarudi. Mungu waga angalii kuanguka kwetu sana kama kuinuka kwetu. Mungu anatafuta sana watu wa kuinuka, watu wa kusimama, watu wa kumrudia, watu wa kutubu, na hapo ili awaponye. Ndio Mungu anasema, watu wangu walioitwa kwa jina langu wakinyenyekea na kutubu na kuomba na kuacha mambo yao maovu, nitaponya nchi yao. Yeremia chapter 8, nasoma verse 4. Inasema hivi, tena utawaambia, Bwana asema hivi, je, wataanguka wasisimame tena? Hii ni swali Mungu alikuwa anaongea, amemtuma mtumishi wake Yeremia kwa watu, kwa sababu watu walikuwa wanatenda uovu, watu wanaishi katika dhambi, watu wanaendelea kufanya maovu, wanalia shida, wanalia wanateseka, wanalia wanahangaika. Lakini Mungu anakuja hapa na swali, anamwambia mtumishi wake, waambie hawa watu. Ni swali Mungu anauliza tena, atawaambia, Bwana asema hivi, je, watu wataanguka wasisimame tena? Hilo ni swali. Hiyo inatosha kukwambia Mungu alikuwa anaona watu hawa wameanguka, lakini hawatafuti kusimama. Sababu wapendwa, acha nikwambie, Mungu hawezi kusimamisha automatically. Wapendwa, unaposikia lazima usikie sauti. Unaposikia sauti, ufanye uamuzi ili Mungu aende na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna uamuzi lazima ufanye. Sasa hawa watu walikuwa wanateseka, wanajiuliza, shida ni nini tunateseka? Mbona tunapitia hali ngumu kwa maisha haya? Unaona? Alikuwa anajiuliza, shida yetu ni nini? Mbona mambo yetu yanaenda vibaya? Sasa Mungu akawa anarifaa, anatumia mtumishi wake, anawaambia shida ya hawa watu, wapendwa, ni kwa sababu hawarejei. Wameanguka, lakini wanabaki katika dhambi zao, wanabaki katika uovu wao. Sasa Mungu waga anatungoja tusimame, Mungu waga anatungoja tutubu, Mungu waga anatungoja tumuendee ili atengeneze maisha yetu. Lakini watu wengi waga wanakaa, ikifika sehemu ya Mungu, people are not interested, but they are interested mahali ambapo shida zao zitatatuliwa. Wanasahau kwamba anayetatua shida bado ni huyu Mungu. Kwa hivyo kumkataa Mungu ni kukataa suluhisho ya maisha yako. Sasa hapa Yeremia, Mungu akawa anauliza, watu wanateseka, watu walikuwa wameteseka kwa muda. Unaona, watu kama ni mashamba wanabidii kufanya biashara zao ili wajisaidie. Mashamba yao wamepanda mimea, lakini wapendwa, haiwasaidii. Inakauka, inaisha, hayawasaidii, mpaka wamefika mahali hawaelewi. Wake na wame wanaachana. Situation ilikuwa hivyo.
wake na wame wanaachana. Unaona mama anaamka asubuhi anasema mimi naenda kwetu. Unaona mzee ameenda nje na hata arudi kwake. Watoto wamekuwa vitu mbaya. Hiyo mambo yalikuwa yanaendelea hapa. Ndio sasa mtumishi wa Mungu akamtuma, kama vile Mungu amenituma siku ya leo. Mungu anatuma watumishi wa Mungu kila siku. Kwa hivyo hakuna mtu ana reason ya kusema wapendwa hajasikia injili. Hapana, kila mmoja anasikia injili. Unapopita kila siku unasikia injili. Inapoongelewa kweli unajua. Sasa hawa watu wakawa wanauliza shida yao ni nini? Mbona hawaendelee? Sasa Mungu akajibu. Biblia inasema, Bwana asema hivi, je, watu wataanguka wasisimame tena? Ni Mungu anawauliza swali. Sasa Mungu ana tabia kuuliza mwanadamu swali hivi akuonyeshe sense. Leo kama unatembea ukianguka uslide uanguke. Sijawahi kuona mtu ameslide ameanguka amebaki hapo. Kwa sababu akibaki hapo atakanyagwa. Kila mtu, hata wewe ukianguka chini kwa bahati mbaya uaga unasimama. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Mungu anawaonyesha reasoning. Anawaambia kuanguka ipo. Yawezekana mtu aanguke. Yawezekana kuwe na changamoto. Yawezekana kuwe na challenges. Lakini Mungu anawauliza swali. Anawauliza ni kweli kuna kuanguka. Lakini anawaambia hivi, mtu akianguka kweli hawezi kuamka? Ndio swali la kwanza Mungu anawauliza. Hebu sikiliza vile inaendelea. Ndio naona wapendwa, hata tunapokuwa na sababu, mimi sijaokoka kwa sababu ya hii, mimi sijasimama kwa sababu ya hii, mimi sijafanya hii kwa sababu ni vijisababu tu. Mungu wake achukui sababu. Mungu anatafuta mtu ambaye katika hali yake, katika kushindwa kwake, katika weaknesses zake ataamuka aje kwa Mungu. Mpe Yesu makofi. Pamoja na udhaifu wako ili yeye akusimamishe. Lakini wengi wana vijisababu. Sasa hivyo ndio palikuwa hapa. Na hata unapokuwa na vijisababu, maisha yako yanazidi kuteseka. Mwana mpotevu alipotoka nyumbani kwao, alitoka kwa sababu alikuwa na sababu. Na sababu zilikuwa zake. Yeye alikuwa na sababu zake. Baba, kuna mambo ananizuia. Baba, basi nipe urithi niende. Akapewa urithi. Au kumsaidia. Sababu zake hazikumsaidia. Lakini wakati ambapo alipigwa na maisha akaelewa. Ndio maana unaona kuna watu wanakuaga na stage ya kupigwa kwa maisha. Unapigwa kwa kila njia. Sio hata kwa maisha ya kila siku. Kwa sababu pigo kubwa, wapendwa, watu wanafikiriaga shetani ndio waga analeta mapigo. Nisikize vizuri sana. Sio shetani. Mungu waga anafungua mlango. Wakati haumtii Mungu, lazima shetani atakushughulikia. Wacha nikwambie kweli. Chochote shetani anafanya kwa maisha haya hawezi kufanya pasipo Mungu. Mungu lazima ampe ruhusa. Ndio maana unaona hata wakati wa Ayubu, wakati Ayubu anapitia test, wakati Ayubu anapitia hali ngumu, Mungu alimuuliza, umemwona mtumishi wangu anaitwa Ayubu? Mungu alikuwa anaongea na shetani, anamuuliza umemwona? Shetani anamwambia ni kwa sababu umemlinda. Kwa Mungu ulinda watu wake. Shetani alipokuwa anataka kumaliza Ayubu, Mungu akamwambia gusa vitu vyake vyote, lakini nafsi yake usiguse. Kwa ile sehemu ambayo Mungu yuko concerned na anaiangalia sana, wapendwa, ni nafsi ya mwanadamu. Shetani akaja, akagusa mke, akagusa watoto, akagusa mifugo, akagusa vitu vyote vya Ayubu. Lakini Ayubu alisimama na Mungu. Aliposimama na Mungu, chochote ambacho alipoteza, Mungu alimrejeshea. Mpe Yesu makofi. Mungu alimrejeshea. Sababu Ayubu asingekuwa na uwezo wa kujirejeshea. Hata hayo maisha yako. Mwana mpotevu wakati alienda nje, wapendwa, wakati alikuja back kwa sense zake, akaamua nitarudi nyumbani. Hapo ndio mabadiliko yalikuwa. Wapendwa, ni wewe umfuate baba. Sauti unaisikia. Wapendwa, ile nafasi unayo ni nzuri zaidi ya mwana mpotevu. Sababu mwana mpotevu hakuwa na mtu wa kumwambia. Leo wachungaji wako kila mahali, watumishi wa Mungu, sababu watumishi wa Mungu wako na wengine wa uongo wako. Lakini uponyaji unaanza na wewe. Hebu angalia sasa, Mungu anauliza swali. Je, watu wataanguka wasisimame tena? Inasema hivi, je, mtu atageuka
aende zake asirudi tena? Angalia maswali ambayo Mungu anauliza. Nataka ujiulize haya maswali. Hata leo ulitoka nyumbani kwako na jioni utarudi kwa sababu unajua kwako. Ndio Mungu anauliza hawa watu katika uovu wao, katika mabaya yao, katika dhambi zao. Yaani wakianguka hawawezi kuamka. Mbona Mungu anauliza. Wakienda hawajui kurudi. Kama kondoo waga inatoka kwenye zizi na inaweza kuwa ni distance, iende mbali pasipo mtu hata kuiongoza. Inatoka kwao, inaacha zizi, inaenda inatafuta manyasi na haina mtu anaichunga, na inarudi inaingia kwa zizi na haikosei. Hiyo ndio swali Mungu anauliza. Hata kama wameondoka hawawezi kurudi. Hebu naomba nikusomee hapa nikuulize. Nasema hivi: mbona basi watu hawa wa Yerusalemu wamegeuka wakaenda nyuma, wasikome kugeuka hivyo? Hushika udanganyifu sana, hukataa kurudi. Huyu ni Mungu anaongea. Verse 6 inasema, nilisikiliza nikasikia, lakini walisema yasiyo sawa. Hapana mtu aliyetubia maovu yake, akisema nimefanya nini? Kila mtu anauliza nimefanya nini? Yaani hamna mtu yuko tayari kutubu. Wote wanauliza nimefanya nini? Kila mtu hurudia mwenendo wake, maovu yake mwenyewe, kama farasi aendavyo kasi vitani. Unasikia? Mungu anaeleza vile ambavyo wamechukua njia mbovu na wanaenda mbio, very fast kwa dhambi. Umewahi kuona farasi ikienda vitani? Inaenda mwendo wa kasi sana. Yaani Mungu anaonyesha jinsi ambavyo wanakimbilia mambo maovu, lakini wanapopitia shida wanalia Mungu. Wanapopitia mahangaiko ni wao wenyewe wanaharibu maisha yao. Kumbe mwanadamu waga anaharibu maisha yake. Mwana mpotevu baba yake hakumfukuza, baba yake hakumnyima chakula, amna chochote baba alimfanyia, lakini moyo wake ukamwelekeza kwa sehemu ambayo inaleta uangamivu wake. Hebu angalia, anasema hivi mstari wa 8, mwasemaje sisi tuna akili? Huyu ni Mungu anaongea. Baka hapo nasoma maneno ambayo Mungu alikuwa anaongea kupitia mtumishi wake, kile ambacho Mungu alimwambia. Angalia, Mungu hapa anaongea. Anasema mwasemaje sisi tuna akili, na torati ya Bwana tunayo pamoja na sisi. Lakini tazama, kalamu yenye uongo ya waandishi imewafanya kuwa uongo. Naona mtu anasema ana akili, lakini hamjui Mungu. Asema wanasema watu wanasema tuna akili na tuna Biblia, tuna neno la Mungu, tuna dini, kuna mahali tunaendaga kuabudu, tuna dini. Sasa Mungu anaongea vile ambavyo wanajitetea. Biblia inasema hivi, kuna mahali Yesu alikuwa anasema mnayachunguza maandiko mkifikiri ndani ya maandiko kuna uzima, lakini hawataki kumwamini Yesu ili wawe na uzima. Ndio hapa neno la Mungu linasema nini? Ndio hapa inasema eti hawa watu wanadhani kwamba wana akili. Mwana mpotevu alipokuwa anatoka kwa baba yake alidhani kuwa ana akili. Kila mmoja hata anapokutwa katika maovu uaga anafikiri ana akili. Ushawahi kuona mtu anakufa ufikiri ni mjinga, eti amevuka barabara anagongwa, unafikiri ni mjinga. Anakuaga na akili yake, amefanya calculation yake vile atavuka, lakini hiyo calculation yake anakufa na hiyo calculation yake. Usione mwizi akienda kuiba unafikiri anakuaga atumia akili. Kwa hiyo akili yake ndio anachomwa hapo. Akiwa na hiyo akili yake alipiga calculation akasema tutaenda hivi, tutavuka, lakini yeye pamoja na akili zake wote wanachomwa. Ndio unaona moyo ni mdanganyifu. Lakini wakati angefuata neno la Mungu angejua kuiba sio sawa. Mpe Yesu makofi. Asingechomwa, angefanya kazi. Mungu angebariki kazi ya mikono yake. Usione mtu wakati anafumaniwa lodging, watu wawili wanakwamana, hawa wamechukua mke wa mtu ama mme wa mtu. Usione ana akili, anajuaga amejificha. Mke wake ajui, mme wake ajui, majirani hawajui. After all, hakuna mtu ananijua hapa. Atavaa hata mask, atavaa hata kofia,
asijulikane, mpaka atatembea kwenye giza mtu asimjue ni yeye. Lakini shida, hata watu wasipokujua, shetani anakujua na Mungu anakujua, anakuona. That is a problem. Hawezi akili zako haziwezi kukusaidia. Moyo wako unakudanganya. Mwanampotevu moyo wake ulimdanganya, alijua tomorrow nikitoka na hii mali, ni labda alikuwa amejiambia nitajenga maploti, nitaanza kukombolesha, alafu nitaseto, nitapata mke, nitaweka watoto, tutafurahia. Alipoenda kule hayakuwa hivyo. Sababu hii akili na moyo wako hautaki kutegemea, unatakiwa kumtegemea Mungu. Mpe Yesu makofi. Kumtegemea Mungu ni vipi? Kufuata neno lako, neno lake. Anasema Daudi anaomba, anasema neno lako ni taa ya miguu yangu. Inapokuwa taa, unaona vizuri mahali unapoenda. Kwa hivyo unapo apply neno kwa maisha yako, inakuwa ni kama taa. Hauwezi kuingia kwenye giza, hauwezi kuingia kwenye hatari, kwa sababu neno litakuonya. Hapa hutakiwi kwenda, hapa hutakiwi kwenda, hili hutakiwi kufanya. Kupitia hiyo utakuwa salama. Hapo katika Yeremia tunasoma kuhusu watu ambao walikuwa wanapitia hali ngumu kwa maisha, lakini hawajui tatizo ni lipi. Naye Mungu ndio akawa anawaambia, tatizo lenu ni kwamba mumeanguka lakini hamjarudi. Mungu hawaambii kuhusu kuanguka, anawaambia tu hamrudi. Mungu anawaambia mumeenda mkipotea lakini hamrudi kwangu. That is the only problem with God. Na ndio unaona Mungu, kitu ambacho kinafurahisha sana Mungu, anasema mwenye dhambi mmoja anapookoka na kurudi, mbingu inafurahia. Mpe Yesu makofi. Hata ukijenga nyumba, hata ununue gari, ufanye hayo, hayamfurahishi Mungu wala haifurahishi mbingu. Hayo ni mambo ya kawaida. Lakini unapotoa moyo wako umpe Mungu, inamgusa Mungu sana. Ashangalia, inasema hivi mstari wa 10, kwa sababu wamefanya hayo yote hawasikii, wamepotea hawarudi, hawasikii sauti ya Mungu. Kama ni mambo ya kutubu, hawako hapa. Naomba unisikilize, angalia sasa mstari wa 10 inasema hivi. Mstari wa 10 inasema hivi, basi kwa hiyo nitawapa watu wengine wake zao. Sikiliza vile Mungu anafanya sasa. Kwa sababu wamekataa kumsikia, kwa sababu wamekataa kurudi kwa Mungu, kwa sababu unasikia kile Mungu anaanza nacho, ati nitawapa wake zao, nitawapa watu wengine. Una imagine mke wake ambaye uko naye apewe jirani yako ukionanga live na hakuna kitu unaweza kufanya. Kuna uchungu kama wa mke kweli? Sidhani. Mwanaume yupi atakubali hiyo? Bwana Yesu asifiwe. Si ati wapendwa, mambo ambayo tunaona yanafanyika kwa maisha yetu, kwa jamii zetu, yale mambo unaona yanafanyika kwa nchi yetu, kwa maisha yako ya kila siku, kuna kitu Mungu anaongea. Anasema kwa sababu wamekataa kurudi, ati Mungu atapeana mke wako kwa watu wengine. Hebu sikia, useme ni pastor anaongea. Yani inaweza kuwa sio mke physically, lakini anakuonyesha uchungu ule ambao atauweka kwa maisha yako. Si shetani, ni Mungu. Bwana wako anapeano live, mke wako anapeano. Munajaribu kusolve kesi, haiwezi isha. Mungu anahakikisha moyo wako umebeba upendo wa huyo mwanamke, na yeye hata akupendi wala hana shughuli yako. Unaumia mpaka unajinyonga, mpaka unajiua, mpaka unakuwa mlevi kwa sababu jamii yako iliisha, mpaka unakuwa kitu kisichofaa. Kwa nini? Kwa sababu, hebu angalia mahali imeanzia, kwa sababu mtu hakumrudia Mungu. Ndio hapa Mungu alisema kwa sababu wamekataa kunirudia, wake zao nitawapa watu wengine. Hebu acha tusome, sione ni mimi nasema. Anasema hivi, basi kwa hiyo nitawapa watu wengine wake zao, na mashamba yao nitawapa wale watakao wamiliki. Maana kila mtu wao, tangu aliye mdogo hata aliye mkubwa, ni mtamanifu, tangu nabii hata kuhani. Sikiliza, hata wachungaji wanawekwa ndani. Ndio akwambia wewe ambaye unafuatanga wachungaji, ukisema hapo ndio maisha yako ya sasa hizi. Nilikuwa naona kitu kingine, hata nimehuzunika sana.
ya mchungaji mmoja ambaye najua tunamjua inaitwa ni JCC ya Mombasa. Ati wazee wanapigania, ati wanapigana ati kwa sababu sijui ati wamekuwa wanatoa sadaka zao, na sasa mchungaji anaamua yule atakuwa mchungaji wa hiyo kanisa ni yule mtoto wake. Hao wazee wote wamesimama, tumekaa hapa miaka, tumekuwa tunatoa sadaka, hiyo sadaka yetu irudishwe. You know, people are very funny. Sasa huyo mtu amekuwa anatolea Mungu kweli? Yaani mambo mengine unaangalia, yaani Mungu atuhurumie kweli. Sasa kanisa imevurugika kwa sababu yani nimeshangaa, nimehuzunika, nikashangaa. Kwa nini huyu kijana wake ndio afanye? Na hapa kuna wachungaji, yani siasa ingine. Unajua wapendwa, uchungaji hautupeleki mbinguni. Nafasi hazitupeleki mbinguni. Pesa hazitupeleki mbinguni wapendwa. Haleluya! Ni vizuri kuelewa haya mambo. Hata unapotoa sadaka, kumbe nikajua hata hawa watu wote, nikasema hawa watu wote basi kuna kitu hawajui. Hawajawahi kuokoka. Unajua nilikuwa nafikiria ni mchezo, kumbe watu wanarudianga sadaka zao. Kashindwa mtu alikuwa anatolea Mungu ama alikuwa anatolea mtu. Ndio maana kumbe uaga hata hazifanyi kazi. Wacha nikwambie wapendwa. Kama wewe ni wakurudia, usikuje ukatoa hapa. Hiyo inanga baraka. Ati unarudia sadaka yako. Ulikuwa unatolea mtu. Yaani nimeshangaa, ni jambo yaani nimehuzunika. Nikaona mahali ambapo tuko. Kwa sababu mbinguni hatuendi na haya manyumba. Mbinguni hakuna cheo. Badala uangalie moyo wako. Uangalie moyo wako. Sababu sadaka zako hazitakupa mbingu. Afadhali ukose kutoa na nafsi yako basi ipone. Mpenzi makofi. Kama shida yako ni pesa, usitoe pesa. Sikiza neno la Mungu. Don't give if you are not convicted. Watu hawajui. Sasa watu kama hao, hiyo ni laana tu. Ni kujilaani. Sababu chochote unatoaga kwa ajili ya Mungu, wapendwa, ni kitu una present kwa Mungu. Ijapokuwa mchungaji ndio atatumia, ama kwa huduma ndio itatumika, kwa sababu hamna pesa uaga inarushwa mbinguni. Hapana. Kama hakuna mtu angejitoa, wapendwa, usingekuwa unasikia hii sauti. Kuna watu walijitoa. Na ngoja nikwambie, na hata watu wakikosa kujitoa, Mungu ana watu wengi sana. Mpe Yesu makofi. Hatutegemeagi ati sadaka. Hapana. Tunategemea Mungu. Hata watu wakifail, bado Mungu waga ana provide. Ndio unaonaga tuko hapa kila siku. Hata mtu akiwa mmoja, hata kusiwe na watu, tuko hapa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kazi ya Mungu sio business. Kazi ya Mungu ni nafsi za watu zipone. Yesu alikuja ili nafsi ziokolewe, zipone. Your soul comes first. Angalia sasa. Mungu anasema basi, kwa hiyo nitawapa watu wengine wake zao, na mashamba yao nitawapa wale watakao miliki. Maana kila mmoja wao, tangu aliye mdogo hata aliye mkubwa, ni mtamanifu. Tangu nabii hata kuhani, kila mmoja hutenda mambo ya udanganyifu. Mstari wa 11. Kwa maana wameponya majeraha ya binti ya watu wangu kwa juu tu, wakisema amani amani, wala hapana amani. Nasikia Mungu anaanza kuingilia sasa hata makuhani. Wanaambia watu amani, amani, unapokea ushindi, amani. Hiyo iko. Kwa hivyo haijaanza leo. Ilianza kitambo. Lakini hawajaponya majeraha yao kwa undani. Majeraha yanaponywa vipi? Ngoja nikwambie. Kile ambacho mwana mpotevu alifanya, kumrudia Mungu, kutubu, hapo ndio uponyaji uko. Mpe Yesu makofi. Hapo ndio uponyaji upo. Sasa Mungu anakasirika, anasema hao watu hawarudi. Wewe unaangalia kuhani. Wewe ambaye unaangalia unasema pastor wetu. Wacha nikwambie, Mungu hapa anaongea kinyume, anasema wote wamepotea. Alikuwa anawaambia watu, kwa sababu hata akienda kwa wachungaji anasema wao hawaponyi majeraha ya watu wa Mungu. Kuyaponya vipi? Yaani hawawaambii kweli, wanawaambia uongo, kwa sababu wao wanataka hata wao faida, wanatafuta faida ya pesa, wanatafuta kufaidika kwa washirika.
hawawaambii kweli. Mungu ameteta. Mara ya kwanza pia anateta, anasema mbona hawa watu hawanirudii? Umeona, hilo ndio lilikuwa teto la kwanza la Mungu. Mbona hawa watu hawanirudii? Mungu anauliza, mtu akianguka si waga anainuka? Anasema mtu akienda si waga anarudi, lakini mbona hawa watu wameanguka hawainuki? Hiyo ndio Mungu anateta, kitu cha kwanza. Ndio naona maisha ya watu yanawapiga. Kitu cha pili, Mungu anakuja kuteta kuhusu makuhani. Anasema hao makuhani hawawaambii watu bado kweli, hawawatibu majeraha yao, wanawatibu kwa juujuu, wakiwaambia amani. Ndio maana siku hizi unaona makanisa ambayo watu wanaambiwa wewe umebarikiwa, unaenda Amerika, utapata pesa, watu wamejaa. Lakini mahali utahubiri toba, watu wamrudie Mungu, waache dhambi, hakuna mtu. Sio wengi, hautakuta umati, ni wachache. Lakini Mungu anasema hivi, wapendwa, njia ya kwenda mbinguni imesongwa na ni nyembamba, na sio wengi wataingia, lakini ya kuzimu ni watu wako wengi. Watu wako wengi kwa sababu hamna kujizuia. Unaweza kuoa mabibi 5 na unafanyika bishop. Unaona mabishop, unaona mtu ni bishop ana mabibi 5 na watu wanamuita bishop. Lakini unaposoma maandiko, Biblia inasema yoyote ambaye ni askofu anatakiwa awe na mke mmoja. Mpe Yesu makofi. Anatakiwa awe na mke mmoja. Ni Mungu anaongea kuhusu qualities of a bishop. Anatakiwa siwe mtu wa kutamani pesa. Angalia. Lakini leo nataka uangalie wale wanaitwa mabishop, wengi walafi. Wachungaji. Mimi ni mchungaji, kwa hivyo I'm not against preachers, lakini I'm speaking the truth. Sawa wapendwa, kile kinahitajika si ati nitetee mapasta ati juu mimi ni pastor. Hata mimi niko hapo wapendwa, nisipomwangalia Mungu. Wapendwa, it is not about kuitwa pastor. It is not about kuitwa mshirika. It is not about kuitwa Mkristo. It is about kufanya kile Mungu anataka. Mpe Yesu makofi. Sasa Mungu anasema hawa makuhani hawawaambii watu, hawaponyi mioyo yao. Mioyo inatakiwa kuponywa vipi? Hebu angalia. Mtumishi wa Mungu, naomba unisomee kwenye kitabu cha Maombolezo. Maombolezo ni Lamentation chapter 2 verse 14. Uone kile Mungu alikuwa anateta kuanzia kitambo. Hata leo it is the same thing. Bado Mungu analalamika watu watubu dhambi waache. Lakini hebu angalia, ni lini ulisikia mahubiri ya kutubu dhambi na kumrudia Mungu? Najua hata huwezi kukumbuka, wengi hawezi kukumbuka. Lakini injili ni magari, manyumba, mashamba, kufanikiwa, biashara kubwa, prosperity, visa, mashamba, naye Mungu hapa anakazika, anasema kwa sababu hawajanifuata na warejei, wake zao watapewa watu wengine, mashamba yao yatapewa watu wengine. Angalia ile torment Mungu anaiweka hapa, si shetani. Ndio maana kwa maisha usipomjua Mungu wapendwa, even what you think you have haitakusaidia. Utapata pesa, utapata kazi, utapata vyote ulivyo navyo, lakini hazitakusaidia. Naomba unisomee hapo kutoka. Ni vizuri kujua hii kweli ili ujifunze kumtafuta Mungu peke yako. Mwana mpotevu aliangalia akaona ule nilifanya ni ujinga, nikamwacha baba, nikaja hapa kuteseka. Alikuwa anaona kama atakuwa na future nzuri sana, lakini hakuna future mzuri kando na Mungu, sababu Mungu ndio future. Anasema I know the plans I have for you. Mpe Yesu makofi. Nisomee Maombolezo Lamentation 2 verse 14. Inasema nini? Amen. Kitabu cha Maombolezo sura ya 2 mstari wa 14. Manabii wako wameona maono kwa ajili yako ya ubatili na upumbavu. Naomba usome tena. Amen. Maombolezo 2 mstari wa 14. Manabii wako wameona maono kwa ajili yako ya ubatili na upumbavu. Ubatili na upumbavu. Naona huyo ni Mungu anaongea, si mwanadamu. Anasema manabii wako wameona maono kwa ajili yako ya ubatili na upumbavu. Ambao unaambiwa nimeona kesho unaenda Amerika. Mungu anasema sasa utoe sadaka. Huwezi kwenda Amerika hivyo hivyo. Si utalipa fare?
Sasa Mungu anasema upande mbegu ya 10,000. Enda unakopa, na hiyo Amerika hautaenda. Ujinga tu. Ndio Mungu anasema manabii wako wameona maono kwa ajili yako ya upumbavu. Kumbe watu wanaelezwa maono ya upumbavu. Ninaona ukipata bwana mzungu, wewe si wa kuolewa Afrika. Kwani wa Afrika ni ng'ombe? Wewe si wa Afrika. Yaani mwenye anakuambia hivyo, yeye mwenyewe ni Mwafrika. Yeye hajaoa mzungu. Ati sasa hiyo tayari inakuonyesha hata tayari yuko nje na maandiko. Anakuonyesha hao wazungu they are better than African. Hiyo tayari ni shida. Sababu Mungu ni Mungu wa wazungu na wa Afrika. Mpe Yesu makofi. Wapendwa, Mungu anaenda kukupatia biashara kubwa. Wacha haka kabiashara kadogo unafanya. Ni uongo. Mungu hata ukiwa na kabiashara kadogo anaibariki. Mpe Yesu makofi. Wacha mpaka watu wanakuwa na tamaa. Unajua wapendwa, wanatamani vitu ambavyo hawawezi kufikia wala hawafiki. Niliona mtu mmoja akatabiliwa, akaambiwa, ninaona ukinunua V8. Wewe ni mtu wa V8. Mungu anasema unatakiwa kuwa na V8. Hautakiwi kutembea mguu. You have to do anything ili ufanye unabii utimie. Kwa sababu unaposikia utabiri, lazima ufanye kila kitu ili utimize. Jamaa kaenda akaanza kukopa ili afurahishe mchungaji. Akakopa kazini, amekopa ili anunue V8. Akainunua. Watu wakaja kanisani. Mchungaji akasema, nilisema watu watanunua V8 na our brother amenunua V8. Hebu brother kuja ushuhudie. Wala sasa ni pastor alisema nitanunua V8 na sasa nimenunua V8. Watu wakashangilia. Yeah. Miezi 2 ikaisha. V8 jamaa hawezi kuweka mafuta. V8 imefanya hata kule alikuwa amejenga kote kumebomolewa. V8 imefanya mama aliondoka. V8 imefanya watoto hawana mbele wala nyuma. Mtu ambaye alikuwa anajimudu tamaa kwa sababu alitabiliwa. Haya matabiri ya uongo na ujinga. Ni Mungu anasema. Naomba unisomee tena mtu wa Mungu. Wapendwa, ngoja nikwambie. Mungu anapokuwa amenena neno, wapendwa, unapotii tu neno la Mungu, sio neno la mtu. Nilikwambia the word of God, it is a complete prophecy. Wakati uko ndani ya Yesu, umebeba utabiri wa maisha yako yote. Mpe Yesu makofi. You don't need somebody lazima akwambie mahali unaenda ama mahali uendi. When you are in God, Mungu anajua mwanzo wako na mwisho wako. It is that simple. It is that simple. Hebu naomba unisomee hapo tena. Amen. Maombolezo sura ya 2 mstari wa 14. Manabii wako wameona maono kwa ajili yako. Ya ubatili na upumbavu. Kwanza Mungu anatukana upumbavu. Hebu endelea kusoma. Wala hawakufunua uovu wako. Sikiliza, hawafunui uovu wako. Kwa sababu uponyaji wa mtu uko katika wakati uovu wako unafunuliwa na unaondolewa, baraka inakuwa. Mpe Yesu makofi. Baraka inakuwa. Na ndio maana unaona mwana mpotevu alipitia shida nyingi sana wakati alitoka kwa baba yake, lakini mahali alijiambia moyoni mwake, nitaendelea kuteseka hapa mpaka lini? Ngoja nirudi kwa baba yangu, nimwambie baba nisamehe, na nimwambie Mungu nisamehe. Maisha yake akarudi sawa. Hiyo ndio toba inafanya. Ndio maana na Yesu anapoanza kuhubiri injili anawaambia repent for the kingdom of God is at hand. Yohana Mbatizaji the same gospel, Paul the same gospel. Repent, because when you repent, kile kinaondolewa ni uovu ule ambao unakuzuia maisha yako yawe mazuri. Hebu naomba unisomee hapo tena. Wamekutabilia maneno ya upumbavu, ila hawakuonyesha uovu. Hebu hawakufunua uovu wako. Nisome hapo uovu wako. Wala hawakufunua uovu wako. Hawakufunua uovu wako. Uovu wako ni kufunua kuambia nini? Bwana, wewe okoka, acha mambo mengi. Wewe acha uongo, kuwa mwaminifu kwa mke wako, kuwa mwaminifu kwa ndoa yako. Wewe fanya kazi kwa mikono yako, acha uizi. Wewe acha uconman, wewe acha unafiki, acha chuki, acha wivu, acha masengenyo. Hayo mambo ndio yanakuzuia kuelekea mbele.
Hayo mambo ndio yanakuzuia kubarikiwa. Hawakufunua dhambi zako. Hawezi kufunua kwa sababu wao wenyewe wako kwenye giza. Sababu kipofu hawezi kukoza kipofu. Hawezi. Unapoongozwa na kipofu na wewe ni kipofu, mtaingia kwenye shimo. Hawakufunua uovu wako. Hebu endelea kusoma hapo. Wapate kurudisha kufungwa kwako. Sikiliza. Hawakufunua uovu wako, wapate kurudisha nini? Kufungwa kwako. Unaona? Kwa hivyo wakifungua uovu wako, hapo ndio unafunguliwa. Mpe Yesu makofi. Uovu unapoondoka, hapo ndio mtu anafunguliwa. Lakini watakwambia wewe umerogwa. Ati kwenu ni nini? Hamjaolewa. Oh, ninaona mganga alienda pale nje. Sijui kuna kamti aliweka. Hawakwambii uovu wako. Wanakwambia kuhusu mambo ya wengine tu. Anti yako ndio mbaya, nilimuona, Mungu alinionyesha akiroga, ndio maana hauna kazi, ndio maana umezunguka town, ndio maana hamjaolewa, ndio maana hauna pesa. Wewe una roho ya mikosi, roho ya mikosi inahitaji 3,000. Hii 3,000 ukitoa, 3 ni namba ya Mungu. Najua hata mahubiri yao vizuri sana. 3 ni namba ya Mungu. Yesu alikufa siku ya kwanza, akakaa ya pili, ya 3 akafufuka. Ukitoa 3,000, ninakwambia siku 3 ndugu yangu hazitaisha hujafunguliwa. Uongo. Unatoa 3,000, hata unajinyima chakula. Ukitoa ndio kabisa shida zimeongezeka. Sababu sio Mungu. Lakini Mungu anasema wangefunua, kama ni nabii wa kweli, wangefunua uovu wako, wakwambie ndugu yangu, hii njia sio sawa, haya maisha si sawa, mrudie Mungu. Hivyo ndio njia ya kufunguliwa. Sio kupigwa makofi ukiambiwa come out, toka, nenda. Unasikia tu uchungu na hamna kitu. Lakini uovu wako, kila mtu waga anajua uovu wake. Sasa hiyo unayoipeleka kwa Mungu, hapo ambapo yule unamsikiliza anakusaidia utoke katika uovu, akwambie kweli na wewe ukubali kweli. Wapendwa, the Bible says you shall know the truth and the truth shall set you free. Mpe Yesu makofi. Kumaanisha if you don't know the truth, unabaki kwa kifungo. Na ndio unaona Mungu anakasirika. Hawa manabii hawawaambii kweli. Mwana mpotevu wako na mtu wa kumwombea. The Bible says ali come back to his senses. Akarudi, akaenda akatubu. Alipotubu, maisha yake yakabadilika. Hebu angalia hivi. Inasema hivi: kwa maana wameiponya jeraha ya binti ya watu wangu kwa juu, wakisema amani, wala hapana amani. Hebu angalia sasa vile kunaendelea maisha. Yaani unaenda kwa mtu anakuambia ninaona kwako kuna amani, ninaona utapokea ushindi, ninaona ukienda Amerika, ninaona ukipata pesa, ninaona kibiashara kikubwa utaweka kule China, ninaona ukifanya import na export. Anakuambia maneno, anakutia moyo. Hata kama ulikuwa unakufa unasikia wao, hii kweli kama mtu wa Mungu amesema hii inaenda kufanyika. Lakini uovu uko ndani yako bado. Kwa hivyo hayo yatafanyika yote. Sababu baraka za Mungu waga zinakuja kulingana na neno lake, sio kulingana na neno la mchungaji. Neno lake. Naweza kuambia maneno mengi sana, lakini kama sio kulingana na neno la Mungu, wapendwa, haitafanyika. Ndio maana ni vizuri kufuata neno la Mungu. Sasa anawaambia amani. Unaona? Mungu anajua haya mambo. Wanawaambia watu amani. Hebu soma hapa mstari wa 13 inasema nini? Mstari wa 15. Sikiliza vile Mungu anasema mstari wa 13. Anasema hivi: nitawaangamiza kabisa, asema Bwana. Hapana zabibu katika mizabibu, wala tini katika mitini, hata jani lake litanyauka, na vitu vile nilivyowapa vitapotea. Kumbuka huyo ni Mungu anaongea. Mungu anaongea. Kwa nini? Tumeanza mwanzo mahali shida ipo. Anasema hata vile vitu Mungu amewapa atavichukua. Hapo ndio matatizo yanakuja. Hapo ndio challenge zinakuja. Unajiuliza, kwani maisha yangu ni nini? Mbona nafanya kazi kwa bidii, pesa yangu hainisaidii? Mbona natembea huku na huku sisaidiki? What is the problem? Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Unajiuliza, mbona nahangaika? Hapo ndio sasa shida waga zinaenda. Mbona shida zangu hazitatuki? Najaribu kutatua mambo ya ndoa, inakuwa mbaya. Najaribu kutatua mambo ya kazi, inakuwa mbaya. Wapendwa, nateseka. Niko na pesa lakini hazinisaidii.
Mungu anasema hata vile wako navyo. Umeona hiyo process? Hapo ndio tuko wapendwa. Mungu akusaidie ufungue macho yako. Msaada wako ni Mungu. Msaada wako si kwa makanisa wapendwa. Msaada wako si wanadamu. Msaada, wacha kufuatana na mambo ya watu. Wacha kufuatana na madini za watu. Wapendwa, Mungu anakutaka wewe. Mwana mpotevu alipojua ndani ya moyo wake, akajua shida yangu, mahali alikosea, aliporudi Baba alimkubali. Hamna njia nyingine. Hata tukienda wapi hakuna njia nyingine. Na hakuna injili zaidi ya hii. Hii nakwambia ndio kweli. Hii sipo kusaidia wapendwa, hii sipo kubadilisha. I don't know, sijui. Una nafasi nzuri wapendwa. Kuna watu wengine hawako na hiyo nafasi. Watu kama akina Paul, mpaka Yesu anamtokea, anamwambia kwa nini unanitesa? Anapigwa upofu. Paul wakati alikuwa Saul, akapigwa upofu, akawa kipofu. Aliposikia sauti ya Mungu, Mungu akamwelekeza jinsi atafanya ili aone. Asingemsikia Mungu, angebaki kipofu maisha yake yote. Leo Mungu analeta sauti yake usikie, ili wapendo akufungue, akuonyeshe njia ambayo utaenda sawa. Mpe Yesu makofi. Ni uamuzi wako kukubali au kukataa. Hakuna injili zaidi ya hii. Nakwambia, narudia tena, hakuna injili zaidi ya hii. Sababu hii ni neno la Mungu, sio maneno yangu. Angalia, anasema hivi, nitawaangamiza kabisa, asema Bwana. Hapana zabibu katika mizabibu. Ndio maana tunajiuliza, what is it? What is happening? Kwa mapato ni shida, kila kitu is a problem. Anasema wala tini katika miti, hata jani lake litanyauka. Angalia. Na vitu vile vilivyowapa vitawapotea. Mstari wa 15 uone. Tulitazama amani, lakini hayakuja mema yoyote. Mstari wa 15. Tulitazamia wakati wa kupona, na tazama kufadhaika tu. Hao watu unakaa kwa maisha, una hope maisha yatakuwa sawa, lakini nothing good. Una hope mambo mazuri. Watu wengi waga wanapewa tumaini kwa kuambiwa, lakini ngoja nikwambie, kile Mungu anataka ni umrudie. Unapomrudia, hata pasipo mtu kukupa tumaini, tumaini litafanya kazi kwa maisha yako. Mpe Yesu makofi. Kama ni kazi anakupa, kama ni maisha mazuri Mungu atakupa. Sasa Mungu hataki watu wateseke. Biblia inasema Mungu hataki kuwatesa wanadamu. Gini dhambi zinatesa. Dhambi zinatesa. Wakati mwingine tunaweza kufanya mambo kwa maisha haya, tunaona kama tunaenda vizuri, kwa sababu neno linasema shangwe ya mtu muovu ni ya muda mchache. Mwana mpotevu alipotoka kwake, wapendo, alipotoka kwa babake akaenda, wakati huu alikuwa na mali, alikuwa na kaperiod hapo kwa kufurahia na wanawake, kuvaa vizuri, kula chakula jinsi alivyotaka, akajivuna, anaona kama niko sawa, niko sawa. Unaona, wakati wapendwa hauna Mungu, sometimes unaweza kudanganyika kwa sababu hujaokoka na una kazi, unaona kama niko sawa, nahitaji Mungu wa nini? Wakati mwingine unaona una jamii, una kila kitu, una afya nzuri, uko sawa, unajiuliza namhitaji Mungu wa nini? Hivyo hivyo mwana mpotevu alipotoka kwa baba, alitoka na urithi wa baba. Haujui kwamba afya ulionayo ni Mungu amekupa, pesa ulionayo ni Mungu amekupa, kazi ulionayo ni Mungu amekupa, chochote ulicho nacho. Mwana mpotevu hakujua ule ni urithi wa baba yake, sio kazi yake. Hawezi kujiweka hai, hawezi kujipa afya, hawezi kujifanikisha. Hivyo hivyo ni Mungu amekupa urithi. Mwana mpotevu akatoka, akajua sasa nimeenda mbali na baba, niko sawa na amenipa urithi, niko na urithi, simuhitaji baba. Baada ya muda mchache vyote akavitumia vikaisha. Wapendwa, sikiliza, furaha ya mtu muovu ni ya muda mchache. Wakati mwingine tukiwa tunafanikiwa katika uovu, tunafanikiwa katika uganga. Unafanya uganga, unaona customers wanakuja, unaona kama yes, uganga inafanya kazi kwa maisha yangu, ninafanikiwa, hata customers wanakujaga. Unaona unafanya mambo, unaona uko sawa. Ni uongo wa moyo. Mungu anisaidie sana. On Monday Mungu akituwezesha, nitafundisha kuhusu moyo. Moyo una mdanganyifu kuliko vitu vyote. Moyo waweza kudanganya. Ukitoka kwako, hata ukiacha bwana yako, hata ukiacha bibi yako, siko na pesa zako, utaenda, utajenga, utafanya hivi, utaenda hivi. Ukienda kule unakuta sio vile ulifikiria. Unafikiria utaenda kule, kumbe ni mwisho wa maisha yako, haujui. Unafikiria utaenda kule, kumbe ni mwanzo wa kuwa kiwete. Unafikiria utaenda kule usaidike, kumbe ni mwanzo wa kufutwa kazi.
Yaani maisha, moyo wako na akili zako sio kitu cha kutegemea, lakini unapofuata neno la Mungu na kutegemea, wapendwa, lazima utashinda hali zote kwa maisha yako. Haleluya, mpe Yesu makofi. Utashinda. Mungu ukimhusisha kwa maisha yako, lazima utashinda kila hali. Shangwe ya mtu mwovu ni ya muda mfupi. Kwa hiyo wakati mwingine tunajidanganya, moyo unatudanganya. Hebu naomba tusome kwenye kitabu cha Ayubu, Ayubu 20 verse 4. Inasema hivi, the book of Job chapter 20 verse 4 inasema hivi: je, haujui neno hili? Tangu zamani za kale, tangu wanadamu kuwekwa juu ya nchi. Mstari wa 5 inasema hivi, ya kuwa shangwe ya waovu ni kwa muda kidogo. Sikilia, shangwe ya mwovu ni kwa muda kidogo, na furaha ya wapotovu ni ya dakika moja tu. Kwa hiyo kuna kale kafuraha ka dhambi, kuna kale kafuraha ka kufanya uovu. Ukifanya uzinzi unaona kama wao niko sawa. Ukienda kwa baa unakunywa, unalewa, unaishi maisha ya ulevi, unaona huku ni anasa, huku ni wimbo tu inachezwa, tuna dance, unaona tu una dance, unaona maisha haya si ni mazuri bwana, mazuri sana. Shangwe ya mwovu, Mungu anasema kuna kale kashangwe muda mchache ambako anaona. Wapendwa, ngoja nikwambie, na hiyo shangwe, katika hiyo shangwe Mungu waga anataka come back to your senses. Ndio kuna hiyo nafasi ya shangwe. Nafasi ya shangwe ni kama a place of grace. Unapewa nafasi, unafanya mambo maovu, unaona una exist, unaona unafanya ubaya, unaona bado huko, hamna mtu anajua, watu hawajui, unajiona mjanja. Wapendwa, ngoja nikwambie, mtu yote anajionanga mjanja anakuanga mjinga zaidi. Hiyo ndio kitu nimekuja kujua. Unapojiona wewe ni mjanja, unakuanga mjinga zaidi. Na hata kwa ufalme wa Mungu huu, watu wengi unajua waga wanafikiri nini? Uokovu ni ujinga. Alafu wanafikiri dhambi ni uwerevu. Lakini ni opposite. Sababu Biblia inasema hivi, hii neno la Mungu ni upumbavu kwa wale ambao wanaperish, wale ambao wanaangamia. Kwa any time utaona neno la Mungu ni ujinga, ni kupoteza wakati, jua wewe ni mjinga zaidi. Ni vile hauelewi. Shetani atakuangamiza. Hili neno la Mungu, Biblia inasema it is foolishness to them who perish, lakini it is power to them who believe. Mpe Yesu makofi. The same word, the same word. Sawa, neno la Mungu ni moja. Sawa, unaona kuna kale kashangwe kwa kadhambi, kale kashangwe kadhambi. Mbona na ati upasi anasema nini? Pasi anasema nini? Mi kama ni ulevi nimekuwa nalewa miaka 5 na niko sawa. Huyu anasema nini huyu? Ni kiara tuelewa huyu. Anasema nini? Kama ni mpango wa kando niko nao na bado tunakaa naye na tuko na watoto 4. What is he saying? Aone kama ajui akuje tumfunze. You know, watu wana akili tofauti. You can never stop people from speaking. But whatever people speak, whatever they reason, yote inakuanga upotovu. Lakini the word of God is true. Mpe Yesu makofi. Maisha yako, practice and live and speak and live and do the word of God. Huwezi kuwa kama watu wa kawaida. Watu watakuwa wanajiuliza unatokea wapi? Watakuwa wanauliza huyu mtu anakaa vipi? Wakikutegea hawakupati. Angalia sasa, mwana mpotevu akaenda kule akafikiria atafurahia maisha. Haiku kashangwe kidogo ilikuwa kilio. Mpaka anakula na manguruwe, anatamani chakula cha nguruwe, bado hapati. Lakini hebu angalia, inasema je, hamjui neno hili tangu zamani ya kale, tangu wanadamu kuwekwa juu ya nchi. Unaona mahali Mungu anakurudisha. Ya kuwa shangwe ya waovu ni kwa muda kidogo tu, na furaha ya wapotovu ni kwa dakika moja tu. Kwa hiyo usije ukaona mtu anafanya uovu anafanikiwa ukatamani maisha yake. Kaona mtu anakuaga ameoa na ana mpango ya kando ukasema huyu anakuanga ameoa mabibi 5 na anakaa vizuri, hata mimi nitatafuta nioe. Huyu analewanga na mpango, akunywangi mingi, anakunywanga kadoo na anajibeba. Nani alikwambia? Hakunaga kujibeba kwa dhambi. Muangalie mwisho wake utaona. Lakini wakati unachukua njia inayopaswa, wapendwa, Mungu anakubeba. Mpe Yesu makofi. Anakupigania. Hiyo shangwe ni ya muda mfupi. Ndio maana naambiaga watu,
Hata unapokuwa katika ndoa, mke wako, mme wako akiwa na mambo, wewe wachana naye. Wacha kuchukua kisu unapanga unapigana na mtu. Uko na mambo ya siri. Kwa nini una mwanaume mwingine? Kwa nini una mwanamke mwingine? Wacha. Na ukisikia nakwambia hivyo, mimi ni mtu nimeoa, usifikire ni kijana ati naongea vitu sielewi. Niko kwa ndoa. Sasa ni zaidi hata ya miaka 10 na niko kwa ndoa. So naelewa kile nakwambia. Hata mtu kama ana mambo yake, acha kusema ataniona, kwa nini una mwanaume mwingine? Kwa nini una mwanamke mwingine? Kwa nini? Kwa nini unamwandikia SMS? Kwa nini mnaongea naye? Waachana naye. Kile anapanda atavuna. Mpe Yesu makofi. Unajua kuna watu wana reasoning fani. Hata unajua pastor anaweza niletea ukimwi. Hautaletewa ukimwi, lakini utagongwa na baisikeli ukufa. So what is the need of what is the difference? Huyu kufa na ukimwi na huyu kugongwa na baisikeli. Wote wamekufa. Kuna vitu wakati tunapigania vi make sense. Unaona wakati unaishi kwenye giza, hata reasoning ni giza. Kile mtu anapanda kwa siri, atakivuna kwa wazi. Ndio maana unaona wakati unapanda mahindi, shamba ikiwa imepandwa mahindi kwa watu wa Mungu, unaweza kujua. Haleluya. Leo niwe nimepanda mahindi kwa shamba na nimelima, nimeweka mahindi. Utajua? Hebu niwaulize. Wakati hiyo mimea itamea, utajua? Si utajua? Kwa sababu utaona. Hivyo hivyo ndio maisha yako. Kile unapanda kwa siri, hakuna gasiri duniani. Kwa kama wewe si mwaminifu kwa ndoa yako, is a high time uanze kupanda mbegu nzuri. Popote ambapo umepotea, jirudishe sawa. Sababu hizo mbegu unazopanda zitamea. Maombi hayazuiagi mbegu zikumea. Chochote ambacho unafanya kiovu kwa siri, wapendwa, toa hizo mbegu mbaya. Anza kupanda mbegu nzuri. Muamini Yesu Kristo kama hujaokoka, kwa sababu hata kukosa kuokoka, hiyo tayari ni mbegu mbaya iko kwa maisha yako. Ni mbegu ya shetani na lazima itamea. Sasa unaweza kuona kama uko sawa, lakini give it time utaona. Ndio maana nakwambia shangwe ya mtu muovu ni ya muda mchache. Hebu angalia tunapoenda kumaliza. Inasema hivi, ya kuwa shangwe ya watu waovu ni kwa muda mchache, na furaha ya wapotovu ni ya dakika moja. Ujapopanda ukuu wake mpaka mbinguni na kichwa chake kikifika mawinguni, hata hivyo ataangamia milele kama mavi yake mwenyewe. Hao waliomuona watasema yuko wapi? Sikiliza. This is God. What neno la Mungu wapendwa. Mimi nashindoka watu wataka kusikia nini? Watu wanasema mtu muovu hata akifanikiwa, hata akiwa na pesa, hata akitajirika, Biblia inasema hata anapopanda mpaka afike mbinguni. Hiyo inamaanisha akiwa na vitu na jina na cheo, ati ataangamia kama mavi yake mwenyewe. Mavi unajua ni nini? Ile tunaendanga kwa choo tunafanya hivi, hata hatutaki kuiona. Na ni Mungu anaongea. Unajua Mungu afichangi chochote. Unajua nikisema hivyo mtu mwingine anasema, mbona pastor anasema hiyo jina saa hizi? Asiseme hiyo jina. Kama Mungu anasema mimi ni nani nisiseme? Biblia inasema ataangamia kama mavi yake mwenyewe. Hakuna mtu anaendanga kwa choo hivi. Ndio maana Mungu aliweka hii sehemu nyuma, ili chenye kinatoka usione na mali kinaingia hata usikutane nacho. Kwa hivyo Mungu anasema huyo mtu muovu ati ataangamia kama mavi yake mwenyewe. Mavi yakiingia mahali anaingia hata hakuna mtu anataka kujua ni wapi. Na yawekwa mahali pazuri hakuna. Ndio maana unaona hata ukiingia kwa nyumba kumewekwa flash. Ndio hata ikiingia pale inapigwa flash iende, na mahali inapelekwa inaitwa sewage. Sewage kitoboka, watu wanakimbianga wote. Kwa hivyo ni kitu kibaya. Mungu anasema mtu muovu ataangamia kama mavi yake mwenyewe. Alafu wewe uniambia ati uende kwa mtu ati akutabilie maisha mazuri. Nitabirie pastor, niambie uzuri. It is not about kile atakutabilia. It is about who you are, what you carry kati ya wewe na Mungu. Mpe Yesu makofi. Hapo ndio transformation ya maisha iko. Na hiyo ndio watu wajuagi. I am not senior than you. I am not better than you. Hata mimi namwangalia Yesu, namwangalia Mungu, nachunguza maisha yangu. Hivyo hivyo. Kwa usikosa kufanya hivyo. Useme acha niende kwa pastor ndio nisaidie. Kuomba tutaomba, nitakuombea. Kwa sababu ni vizuri watu kushirikiana katika maombi.
uweza kuwa unapitia challenge, hata uwezi kuomba, unakuja kwa pastor, tunaomba, tunaamini Mungu juu ya hilo jambo na Mungu anafanya, lakini status ya moyo wako ni wa maana sana. Ndio unaona mwana mpotevu yeye mwenyewe alijiexecute. Hebu angalia kuhusu jamani uovu. Anasema hivi, ataangamia milele kama mavi yake mwenyewe. Hao waliomuona watasema yuko wapi? Sababu watasema woi, si alikuwa hivi, sasa hayuko kwa sababu ya uovu. Angalia mstari wa 9. Jicho lililomuona halitamuona tena, wala mstari wa 10, watoto wake watataka fadhili kwa maskini. Sababu kumaanisha nini? Huyu mtu alikuwa tajiri, sasa hizi hana kitu, mpaka watoto wake wanaitisha msaada kwa maskini. Taka uone vile maisha ya mtu anaweza kushuka. Mtu ambaye alikuwa tajiri, watoto wake wanaitisha msaada kwa maskini. Watoto wake watataka fadhili kwa maskini, na mikono yake itarudisha mali yake. Mifupa yake imejaa ujana wake, lakini utalala nchi naye mavumbini. Mstari wa 17, hata angalia hiyo mito ya maji. Wapendwa, utaenda usome yote kwa sababu ya wakati. Nataka tusome mstari wa 29. Tumalizie hapo. Mstari wa 18, acha tusome 18. Aliyoyatabikia kazi atayarudisha, asiyameze. Kwa mali aliyoyatabikia hata furahi. Ana mali lakini hawezi kufurahia, kwa sababu hakujua utulivu ndani yake. Hata ponya chochote katika hicho alichokifurahia. Mstari wa 21, hakikusalia kitu asichokula, kwa hiyo kufanikiwa kwake hakutadumu. Mstari wa 29 inasema, hii ndiyo sehemu ya mtu muovu. Naomba unisikilize ili ujiweke mahali ujue. Hii ndiyo sehemu ya mtu muovu itokayo kwa Mungu, na urithi aliowekewa na Mungu. Sikiliza, kwa Mungu ana urithi aina mbili. Mwana mpotevu alikuwa amewekewa urithi mzuri na babake. Alipoenda ile mashida alipata, upande mwingine aliteseka. Urithi. Ati sasa mtu muovu urithi wake kutoka kwa Mungu ni haya mambo tumesoma hapa. Mambo mabaya haya. Urithi. Yaani kuambia Mungu ana urithi wa kila mtu. Si shetani anafanya hiyo, ni Mungu mwenyewe, sio pastor. Najua Mungu akidili na wewe hata pastor hawezi ingilia, sababu Mungu ndio faini. Ndugu yangu, fanya uamuzi wako sawa. Tengeneza njia zako na Mungu. Kama haujatubu, kama hujamwamini Mungu, kama hujaokoka, ama kama umeokoka na unaishi katika maisha ambayo impendezi Mungu, unayo nafasi ya kurejea. Mungu anatuita kila saa ili turejee. Naomba unisomee mtumishi wa Mungu Isaya 1:18 tunapomaliza. Isaya 1:18. Sikie kile inasema. Isaya 1:18. Wapendwa, Mungu anakuita. Mungu ana mpango mzuri na maisha yako. Ni Mungu anaweza kutengeneza maisha yako. Hakuna mtu anaweza kutengeneza isipokuwa Mungu. Naomba unisomee hapo. Isaya 1:18. Tumalizie hapo. Isaya 1:18 usikilize. Hauhitaji vituko mingi, unahitaji the truth about God. Unahitaji kutengeneza njia zako na Mungu, and everything shall be fine. Hata ile hali unapitia au juu utafanya nini, suluhisho Mungu yuko nazo zote. Mungu ana suluhisho zaidi ya wanadamu. Watu wengi wanaangalia wachungaji, wengine wanaangalia dini zao, wengine wanaangalia makanisa yao, wengine wanaangalia imani yako. Hiyo mambo yote inaweza kufail. Lakini if you trust in God, he can never fail. Mpe Yesu makofi. He can never fail. Nasema tena, God can never fail. Hawezi. Tuwezi kudanganya, Mungu hawezi kukuangusha. Naomba unisomee hapo mtumishi tubalize. Amen. Sema nini? Some. Kitabu cha Isaya 1 mstari wa 18. Haya, Njooni tusemezane, asema Bwana. Dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji. Zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa kama sufu. Mungu hapo anatuita. Anasema haijalishi umefanya nini, haijalishi maisha yako ambayo past, haijalishi umefanya maovu mangapi, hata kama saizi umetoka kufanya uovu, bado Mungu anasema haya, njoo tusemezane. Mungu anakuita muongee. Hata kama umekuwa unaishi maisha gani,
na unasema I want to turn to God. Wapendwa, ngoja nikwambie, mahali ambapo waga unageuka ndio naye Mungu anageuka kukusikia na kukusaidia. Lakini usipogeuka unabaki kwa hiyo hali. Mungu hata kuja usipogeuka. Lazima ugeuke. Wewe unapoamua sasa I want change and I want to follow God now, mkono wa Mungu unashuka. Anasema njoni tusemezane. Usiniambie mimi ni mlevi sana pastor na ngoja niache ulevi. Usiniambie mimi nilifanya hii naacha. Mungu anajua hayo yote na kuhesabi hayo. Anaangalia your turning point pale ambapo utasema from now nataka kutembea na Mungu. Sitaki maisha. Mungu aingilie hapo. Usiniambie unajua pastor nimeokoka lakini na Mungu anaangalia hata kama umeokoka umekuwa unaishi maisha yasiyompendeza. Anakuangalia sasa useme now I want to start a new life kwa huyu Yesu Kristo. I want to be faithful. I want to live right. Hiyo ndio Mungu waga anaangalia. Mungu waga concentrate na maanguko yetu. Mungu waga ana concentrate na kuinuka kwetu. Ndio maana alianza kuuliza wale watu, hawa watu wameanguka, kwani mtu akianguka hainukangi? Si wainuke. Hivyo ndio Mungu anaangalia. Mungu si mchungaji. Mungu ni zaidi ya kila kitu. Hebu angalia anasema njooni. Mstari wa 19 unasema nini? Naomba unisomee. Mstari wa 19. Mstari wa 19 inasema nini? Mstari wa 19, kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Mtakula mema ya nchi, si ya mbinguni, mema ya nchi. Kazi nzuri, maisha mazuri, haya ambayo anakusumbua. Anasema mema ya nchi, kumaanisha Mungu anataka kukufanikisha hapa. Lakini wakati unamkataa Mungu, kumkataa Mungu ni kukataa mafanikio yako. Kukataa Mungu ni kukataa baraka yako. Wewe unafuata baraka kwa wachungaji, lakini unamkataa Mungu. Unatafuta maji ya uzima, lakini hutaki kutembea kwa njia za Mungu. That is waste of time. Mtu asikudanganye. Hata ukienda kwa kanisa wanapakwa mafuta maji na wanakojolewa kwa vichwa, wanafanywa hata waingizwe kwa sijui maji, waingizwe kwa bahari. You are wasting time. You are wasting your money for nothing. Ati unatoa pesa ndio baraka ikufuate. Nothing will follow you. Mambo tu mabaya kwa sababu baraka hailetwi na pesa. Money and silver belongs to God. Lakini wapendwa, angalia, anasema mkikubali mtakula mema ya nchi. Mpe Yesu makofi. Mema ya nchi. Anabariki kazi yako, maisha yako, kila kitu anakibariki. Nisome hiyo ya mwisho tunapomaliza. Anasema mkikubali mtakula mema ya nchi. 20. Mstari wa 20, bali kama mkikataa na kuasi mtaangamizwa kwa upanga. Mtaangamizwa kwa upanga, maana kinywa cha Bwana kimenena haya. Naomba tusimame. Kinywa cha Bwana kimenena haya. Mkikataa mtaangamizwa. Kwa wakati unakaa mbali na Mungu, hawezi kutoka kwa shida zako. Mtu asikudanganye. Wakati unamsogelea Mungu, kumsogelea Mungu ni njia ya kuondoka kwa taabu zako, kuondoka kwa kung'ang'ana kwako, kuondoka kwa laana, kuondoka kwa mambo mengi mabaya. Unaingia kwenye uzima. Popote ulipo, naomba kwa kumheshimu Mungu tusimame tuombe. Naomba tusimame tuombe popote ulipo kwa kumheshimu Mungu. Mungu ni mwaminifu na hakuna msaada wa mwanadamu isipokuwa Mungu. Wanadamu wenzako hawezi kukusaidia. Hata ndugu zako anaweza kukuruka, mama yako anaweza kukuruka, baba yako anaweza kukuruka. Ni wangapi wa baba wakapatia mama mimba akabeba, akaambia hiyo sio mimba yangu, wewe jua kule utaenda, jua vile utafanya. Haya maisha ni vizuri kujua. Mzazi anaweza kuona wewe hawezi kukusaidia, akwambie toka huko enda ukatafute chakula kama wanaume wengine. Wanadamu wako hivyo. Biblia inasema Mungu, mama anaweza kusahau mtoto wake, lakini Mungu hawasahau watu wake. Kwa ni vizuri kujua haya mambo. Naomba tufumbe macho. Popote ulipo umesikia habari ya Mungu, unataka kufanya uamuzi, labda hujawahi kuokoka na unataka kuokoka. Kuokoka sio kitu complicated. Haihitaji pesa, haihitaji capital. Kama moyo wako umeamua and you want God, unasema mimi namtaka Mungu, I want Jesus Christ in my life, nataka kuokoka. Inua mkono wako juu tuombe. Bible inasema ni kwa moyo mtu uamini na kwa kinywa una confess, alafu unapokea wokovu. Wokovu ni hivyo tu. Kwa moyo unaamini huyu Yesu, unaamini Mungu, alafu kwa kinywa you confess. Ndio maana wakati tunasema rudia ombi hili. It is a part of confessing. Unapo confess, unapoamini kwa moyo na una confess, salvation inakuja. Huko hapa hujawahi kuokoka, inua tu mkono wako juu. Usiogope watu. Watu hakuna mahali watakupeleka. Hawana mbingu ya kukupeleka, hawana msaada wa kukupa, lakini Mungu ndio msaada. Inua mkono wako juu tu, unasema unataka kuokoka.
usiogope watu. Naonaga mochari hakunanga mama wala mtoto wala watu wanakuwaka wako uchi, mama anawekwa juu ya baba, baba anawekwa chini ya mtoto. Naona hakunanga aibu. Au maisha haya ujue tu ni yako. Mwili usikudanganye. Ati wewe unajua yule ataona umeinua mkono, watu wataona kama wewe ni mwenye dhambi sana. Wapendwa, kila mtu ni mwenye dhambi. Kwa hivyo inua mkono wako juu, utubu. Mungu anatafuta wale ambao wanatubu, sio wale ambao wataogopa. Wale ambao wanatubu au wanakubalika. Inua mkono wako juu, tuombe popote ulipo, hata ukiwa mbali. Nataka urudie maneno haya, sema Bwana Yesu. Bwana Yesu, naja kwako. Naja kwako. Mimi ni mwenye dhambi. Mimi ni mwenye dhambi. Nisamehe dhambi zangu. Nisamehe dhambi zangu. Fute majina yangu. Fute majina kwenye yangu kitabu cha mauti. Kwenye kitabu cha mauti. Andika majina yangu. Andika majina kwenye yangu kitabu cha uzima. Kwenye kitabu cha uzima. Tangu leo. Tangu leo nimemkataa shetani. Nimemkataa shetani. Na dhambi zake. Na dhambi zake. Na kazi zake. Na kazi na zake. uovu wake. Na uovu wake. Nimekuamini wewe Yesu Kristo. Nimekuamini wewe Yesu Kristo. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Tawala moyo wangu. Tawala nafsi yangu. Tawala kila kitu Yesu. Nimekiri mbele ya watu wote. Nimekiri kwamba wewe Yesu Kristo ndio Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Na shetani nimemkataa mbele ya watu wote. Katika jina la Yesu Kristo nimemkataa na kazi zake. Nimekuamini wewe Yesu kama baba yangu, kama Mwokozi wangu. Asante Yesu kwa kuniokoa. Nimeokoka katika jina la Yesu Kristo. Amen. Baba, anasema ni asante kwa huyu ambaye amesikia neno lako, hakufanya moyo wake kuwa mgumu, amelisikia akatoa maisha yake akakupa wewe. Baba, msaidie na umwezeshe kwa yote, hata yale ambayo yalikuwa yawezekani, hata zile challenge zote alikuwa anapitia. Baba ukamsaidie na kumwezesha, kama vile mwana mpotevu aliporudi kwa baba yake. Baba, ukamvika vazi jema, ukamvika viatu vizuri, ukamvika pete. Hivyo asante, kwa sababu najua katika ulimwengu wa kiroho na kimwili hayo yamefanyika. Yote ambayo hakuweza, yoyote ambayo shetani alikuwa ameiba, yote anayarejesha katika jina la Yesu Kristo. Maisha ya haya, maisha ya ndugu huyu, maisha ya kijana huyu, maisha ya baba huyu, maisha ya mzee huyu, kuanzia sasa ni mapya. Huyu ni kiumbe kipya. Usema, tazama Baba, unaenda kufanya jambo jipya, ya kale yameisha. Asante kwa wokovu, ni katika jina la Yesu Kristo naomba Baba ukamsaidie kwa yote, in Jesus name. Sema amen. Kama umeokoka usiondoke, hata ukiwa ulikuwa mbali, watumishi wa Mungu wako hapa watakuhudumia. Pastor Kelvin yuko pale atakuhudumia. Uko hapa unahitaji lolote, inua mkono wako juu. Vyote ni vya Mungu. Hauna kazi, inua mkono juu. Jifunze kumwamini Mungu. Mungu anaweza yote. Uko na mgonjwa hospitali, inua mkono wako juu. Utarepresent tu yule mgonjwa huko hospitali. Chochote kile ambacho unahitaji. Wapendwa, nafasi yote ambayo ulikuwa unahitaji ukakosa, nataka tuombe na inua mkono wako juu. Nataka ufungue kinywa chako sasa. Fungua kinywa chako, mwambie Mungu kuhusu hilo hitaji. Mwana mpotevu ndani ya moyo wake alisema, nitarudi kwa baba yangu, nimwambie Baba, nisamee, nimekosa kwako. Na nisamee pia Mungu, nimekosa kwako. Kwa kile ambacho kiko kwa moyo wako kina maana sana. Mwambie Mungu kuhusu hilo hitaji lako. Ni ndoa haiko vizuri, nataka umwambie Mungu. Kiri kwa kinywa chako. Ni maisha yako hayako sawa, mwambie Mungu. Kiri kwa kinywa chako. Mwambie Mungu ile area unataka aingilie kati, na utaona Mungu anaenda kufanya. Ninakuhakikishia Mungu anaenda kufanya. Ninakuhakikishia Mungu anaenda kufanya. Tumia kinywa chako vizuri. Umetumia kinywa chako kujilani, umetumia kinywa chako kusema haiwezekani. Nataka sasa utumie kinywa chako kwa Mungu. Lakini hicho kinywa ukikitumia vizuri kwa Mungu, wapendwa, ukimwambia Mungu anasikia na atatenda. Baba, angalia watumishi wako. Kila mmoja amefungua kinywa chake akikueleza hitaji la moyo wake. Asante Mungu, kwa sababu wewe ni Mungu unaangalia mioyo. Wanadamu wanaangalia mili, wanadamu wanaangalia kwa nje, wanaweza kudharau, wanaweza wasielewe, lakini Mungu wewe unaangalia mioyo. Hivyo unahitaji moyo wa kila, unajua moyo wa kila mmoja, unajua hitaji la kila mmoja. Baba, kutana na mahitaji ya watumishi wako. Wengine wanahitaji kazi, wengine ni financially, wengine ni mambo ya jamii, wengine ni mambo ya afya. Ninaachilia uzima kupitia neno lako katika jina la Yesu Kristo. Walio wagonjwa, walio na pain kuanzia kwenye kichwa ama ni kwenye mguu, popote ni mgongo, ninaachilia uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Moto wako Yesu Kristo, moto wa Roho Mtakatifu ukateketeze every kind of virus, magonjwa yote katika jina la Yesu Kristo.
Asante Mungu kwa sababu umetuma neno lako ambalo linapata kutuponya, likawaponya watumishi wako, ni kwa kazi zao, ni kwa jamii zao, ni ndoa zao, ni afya zao, katika jina la Yesu Kristo. Wakapokea uponyaji financially, kwa familia, kwa kila kitu. Ninaomba Mungu kibali chako, ninaomba baraka yako iambatane nao, ukawapiganie kila mahali ambao wamejitolea kwa pesa zao, kwa wakati wao Baba, wakaamua watakuja kusikiliza sauti yako Baba. Hivyo shughulikia mahitaji yao, Mungu mwaminifu, katika jina la Yesu Kristo. Nasema asante kwa sababu najua umetenda. I give you thanks in Jesus name. Sema amen. Mwambie Mungu asante. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. It is done in Jesus name. Yote ambaye ameokoka usiondoke. Hakikisha utakutana na watumishi wa Mungu hapa. Mungu akubariki sana. Tuonana kesho. Shikilia imani, usiwe na hofu. Angalia mienendo yako, tengeneza maisha yako. Wakati wengine wanakimbizana na mali na utajiri na pesa na nini na mambo ya dunia hii, tafute Mungu zaidi, kwa sababu Mungu ni zaidi ya utajiri. Mungu anaweza kukuinua na kubariki within a fraction of second. Uamke ushangae, what happened in my life? Nini kimefanyika? Kitu ambacho watu wengine wameng'ang'ana for 50 years, Mungu anatosha kukufanyisha within a day, within just some minutes. That is the God we serve. Mungu akubariki sana.